Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri ulimwenguni. Wakati huu tumekuandalia makala ambayo inaelezea mambo saba ambayo yanaweza kutokea iwapo Marekani itaishambulia Iran. Kwa usaidizi kupitia shirika la habari la BBC, Marekani inaonekana iko tayari kuishambulia Iran ndani ya siku chache, licha ya kwamba Rais Donald Trump ametangaza uwazi kwamba yupo tayari kwa ajili ya mazungumzo na anasaka mazungumzo na Ayatollah Al-Khamenei. Ingawa malengo yanaweza kutabirika kwa kiasi kikubwa, matokeo bado hayatabiriki. Kwa hivyo ikiwa hakuna makubaliano ya dakika za mwisho yanayoweza kufikiwa na Tehran na Rais Donald Trump akaamua kuamuru vikosi vya Marekani kushambulia, basi matokeo yake yanaweza kuwa haya. Jambo la kwanza, shambulizi la uangalifu, madhara madogo kwa raia na hatua kuelekea demokrasia. Vikosi vya anga vya majini vya Marekani vinafanya mashambulizi ya kiwango kidogo lakini vya usahihi wa hali ya juu, yakilenga kambi za kijeshi za Iran, IRGC na kikosi cha Basij, kikosi cha kijeshi cha kujitolea kilicho chini ya udhibiti wa IRGC, pamoja na maeneo ya kurushia na kuhifadhi makombora ya masafa marefu na pia mpango wa nyuklia wa Iran. Utawala ambao Marekani unauona kama umedhoofika, wanaona kwamba wanaweza wakauangusha na hatimaye nchi ikapenya katika mpito kuelekea demokrasia ya kweli, ambapo Iran inaweza kuungana tena na jumuiya ya kimataifa. Hii ni fikra ya watu wa Magharibi, lakini wachambuzi wengine wa mambo, hasa katika maeneo ya nchi za Mashariki ya Kati, wanasema ni ngumu sana kwa Iran kushambuliwa na kuanguka. Ikumbukwe kwa muda mrefu tangu miaka ya 1980 Marekani ilikuwa katika mpango wa kuondoa utawala wa kidini uliopo katika taifa hilo la Kiajemi. Hata hivyo, jambo la pili ambalo linaweza kutokea ni utawala kusalia lakini ukarekebisha sera zake za wastani. Bado mataifa ya Magharibi na hata Marekani yenyewe haiamini kwamba kuna uwezekano wakaweza kuangusha moja kwa moja utawala wa Ayatollah Al-Khamenei kutokana na jinsi ulivyotengeneza mizizi na kutengeneza namna watu kuiamini serikali hiyo, licha ya kupitia changamoto kadha wa kadha ambazo zimetokana na vikwazo vya Marekani. Marekani inaamini kwamba kama itaingia vitani itasababisha raia kuandamana, lakini bado kuna uwezekano mkubwa raia wakaungana na serikali yao kama ilivyotokea katika vita vya siku 12 na hata katika kipindi cha maandamano ya kupinga hali ngumu ya uchumi. Baadhi ya raia waligeukia upande wa serikali na kuunga mkono serikali, na hivyo kutokana na kwamba utawala utasalia madarakani na kubadilika kwa sera, inaweza kuwa kama mfumo wa Venezuela, ambapo hatua za haraka na zenye nguvu za Marekani zitauacha utawala mzima, lakini sera zake zikiwa zimedhibitiwa. Hata hivyo, kuna namna ambavyo Iran itarekebisha baadhi ya mambo, ikiwa ni pamoja na mfumo wake wa nyuklia, hasa kupunguza kiasi cha urutubishaji wa uranium. Wachambuzi wanasema si rahisi kwa taifa hilo kuachana na mipango kama hiyo miongoni mwa sera zake, na huenda ikapunguza katika namna fulani. Katika kisa cha Iran, hii inamaanisha kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itasalia na haitaridhisha idadi kubwa ya Wairan, lakini inalazimika kupunguza uungaji mkono wake kwa wanamgambo wenye vurugu katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini kusitisha au kupunguza programu zake za ndani za nyuklia na baadhi ya makombora ya balistiki, pamoja na kupunguza kasi ya kukandamiza maandamano. Jambo la tatu ni kwamba kama Marekani itaamua kupeleka vita moja kwa moja na kutumia nguvu kubwa, ni kwamba utawala unaweza kuanguka. Wachambuzi wanaamini kwamba bado Marekani ina nafasi kubwa katika vita hivi. Marekani ni moja kati ya mataifa makubwa ulimwenguni, lakini Marekani bila msaada wa watu wa Magharibi haitoweza kufanya jambo dhidi ya Iran. Lakini pia ikiwa mataifa kama vile Urusi na China na mataifa mengine yataingilia kati, ni wazi Marekani haiwezi kufanikiwa katika hili. Lakini ikiwa hakutakuwa na msaada wowote dhidi ya Iran na Marekani ikapata msaada kutoka mataifa ya Magharibi, inaweza kuuangusha utawala na nafasi yake kuchukuliwa na utawala wa jeshi. Ingawa utawala huo haupendi na watu wa Magharibi, kumekuwa na mawimbi ya maandamano kwa miaka mingi inayozidi kudhoofisha, lakini inadaiwa pia kwamba maandamano haya hupangwa na watu wa Magharibi, ikiwa ni pamoja na Marekani. Na hivyo moja kati ya jambo ambalo wakati huu linazungumzwa ni ikiwa Marekani itaamua kuingia moja kwa moja, lakini kukikosekana msaada wowote kwa mataifa washirika wa Iran, ni kuna uwezekano mkubwa wa kuanguka kwa serikali. Hata hivyo, jambo la 4 ni kwamba Iran italipiza kisasi kizito ikiwa itashambuliwa. Iran imeapa kwamba italipiza kisasi ambacho si cha kifani ikiwa kutakuwa na shambulizi lolote la Marekani, ikisema kwamba kidole chake kiko kwenye kifyatulio.
Ni wazi kwamba haiwezi kushindana na nguvu za jeshi la wanamaji la Marekani, lakini jeshi hilo limejigamba na kwamba limejenga mifumo ya ulinzi wa anga kila kona kutokana na usaidizi mkubwa uliopatikana kutoka kwa washirika wake, na hivyo inaamini kwamba lazima italipiza kisasi kizito. Jambo la tano ni kwamba Iran italipiza kisasi kwa kuweka mabomu baharini katika eneo la Ghuba. Hii imekuwa tishio kwa muda mrefu kwa usambazaji wa meli na mafuta duniani tangu vita vya Iran na Iraq vya mwaka 1980. Wakati Iran ilichimba migodi kwenye njia za meli na wachimba migodi wa Royal Navy walisaidia kuziondoa. Lakini jambo la sita ni kwamba Iran itajibu kwa kulipiza kisasi ikizamisha meli za kivita za Marekani. Kapteni wa jeshi la wanamaji la Marekani ndani ya meli ya kivita katika Ghuba aliwahi kusema kwamba moja ya vitisho kutoka Iran ni kwamba wanaweza wakashambulia meli hiyo kubwa kwa kutumia makombora mazito, ikiwa ni pamoja na yale ya Fatah. Ni makombora ambayo kimsingi hayawezi kuzuiliwa na mfumo wa ulinzi wa anga, na hili pia huenda likatokea ikiwa Marekani itaamua kufanya shambulizi dhidi ya Iran. Jeshi la wanamaji la IRGC kwa muda mrefu limechukua nafasi ya jeshi la wanamaji la kawaida la Iran katika Ghuba, ambalo baadhi ya makamanda wake walipata mafunzo ya Dartmouth wakati wa Shah. Wafanyakazi wa jeshi la majini la Iran wamezingatia mafunzo hayo katika vita visivyo vya kawaida, wakitafuta njia za kushinda au kukwepa faida za kiufundi zinazofurahishwa na adui wao mkuu. Jambo ambalo linatazamwa ikiwa Marekani itaamua kufanya mashambulizi na ukiwa utawala utaanguka, kutakuwa na machafuko makubwa ndani ya Iran. Hii ni hatari kubwa sana, ni mojawapo ya wasiwasi mkubwa wa nchi jirani kama vile Qatar na Saudi Arabia, pamoja na uwezekano wa vita vya wenyewe kwa wenyewe kama vile vilivyoshuhudiwa Syria, Yemen na Libya. Pia kuna hatari kwamba katika machafuko na mkanganyiko, na ikiwa serikali itaanguka, mivutano ya kikabila inaweza kusambaa na kuwa migogoro ya silaha, huku Wakurdi, Wabaluch na wachache wengine wakitafuta kuwalinda watu wao wenyewe, huku kukiwa na ombwe la madaraka nchini kote. Sehemu kubwa ya Mashariki ya Kati bila shaka ingefurahi kuona nyuma ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zaidi ya Israel, ambayo tayari imewapiga vikali washirika wa Iran katika eneo lote ambalo inaogopa tishio la kuwepo kutoka kwa mpango wa nyuklia unaoshukiwa wa Iran. Lakini hakuna mtu anayetamani kuona taifa kubwa zaidi la Mashariki ya Kati kwa idadi ya watu karibu milioni 93 likiingia katika machafuko na kusababisha mgogoro wa kibinadamu pamoja na wakimbizi, na ndio maana mataifa mengi sasa yanapigania juu chini kuhakikisha vita hii ya Amerika na Iran isitokee. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.